Wekeza Tanzania inaletwa kwako na Azania Bank. Naam, ni kusalimu mtazamaji wa TVC1 popote pale ulipo, ni kusalimu mtazamaji wa Wekeza Tanzania. Karibu tuwekeze, karibu tufahamu fursa za uwekezaji, lakini pia karibu tufahamu maendeleo mbalimbali ya uwekezaji na biashara yanayoendelea ndani ya Tanzania, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Mtazamaji wa TVC1, mtazamaji wa Wekeza Tanzania, hii leo karibu mjini Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo Wekeza Tanzania hii leo tunakuja kuangazia makubaliano ya kiuwekezaji na biashara kati ya Tanzania na DRC, kubwa zaidi hasa katika maeneo ya ujenzi wa bandari kavu, lakini pia katika kuimarisha biashara kati ya nchi hizi mbili. Kuletea Wekeza Tanzania hii leo kutoka Lubumbashi, mimi ni Vumilia Mwasha, nikiwa naongozwa vilivyo kama ilivyo ada na mwongozaji wakati wote wa Wekeza Tanzania ni Ligwa Mugito. Lakini mtazamaji, usisahau nikiwa napewa jeuri vilivyo na benki yako ya kizalendo. Hapa tunazungumzia Azania Bank, ambayo iko kwa ajili ya wewe kufahamu fursa, lakini ipo kwa ajili ya wewe kukuwezesha mfanya biashara ambao unafanya biashara kati ya Tanzania na DRC uweze kupata mtaji na uweze kuwekeza. Na mtazamaji wa Wekeza Tanzania, hapa nilipo nyuma yangu ni jengo la jimbo la Haut-Katanga, ambapo ndiko kuliko mji wa Lubumbashi, lakini pia ndiko kuliko katika jimbo hili maeneo ambayo Tanzania itapewa kwa ajili ya kujenga bandari kavu kupitia mamlaka ya bandari nchini Tanzania TPA, na kubwa ni kurahisisha usafirishaji wa mizigo kati ya Tanzania na DRC, hasa katika matumizi ya bandari ya Dar es Salaam. Na hapa nipo na mtendaji wa Wizara ya Uchukuzi Profesa Godius Kahiarara, ambao wao ndio wenye dhamana katika kutekeleza mipango mbalimbali ambayo inawekwa na kuhakikisha kwamba masuala ya biashara na uchumi wa nchi unakuwa na mambo kama hayo, na sekta ya uchukuzi ni miongoni mwa sekta muhimu katika hilo. Profesa, tuko Lubumbashi, MOU mliingia tangu 2022. Tungependa kufahamu makubaliano hayo ya kuendeleza biashara kati ya DRC pamoja na Tanzania tunaendelea vipi? Asante. Kwanza nashukuru kwa kupata fursa hii kueleza kidogo kuhusu tulipofikia. Ni kwamba ni kweli kabisa tangu mwaka 2022 tumekuwa na makubaliano ya kusaidiana na wenzetu wa DRC katika kuwa na miradi ya pamoja ya kuimarisha muunganiko kati ya bandari ya Dar es Salaam na nchi ya DRC. Kwa hivi sasa bandari ya Dar es Salaam inahudumia nchi 6 na Tanzania ikiwa ni ya 7. Lakini katika hizo zote Tanzania na DRC ndizo ambazo hasa watumiaji wakubwa wa hiyo bandari. Tukichukua mizigo inayokwenda nje ya nchi kutoka Tanzania, wenzetu DRC wana zaidi ya 50%. Kwa hiyo DRC ni soko kubwa, ni soko muhimu kwa maendeleo ya bandari ya Dar es Salaam. Sasa yale makubaliano yaliyofanyika mwaka 2022 ilikuwa ni kuwa na miradi ya pamoja, miradi ya miundombinu kwa maana ya reli, kwa maana ya bandari, kwa maana ya meli ambazo zitawezesha kusafirisha mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam mpaka DRC na kutoka DRC mpaka Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa kifupi, eneo ambalo tunaona lina mafanikio makubwa na kwetu sisi ni fursa kubwa sana. Wenzetu DRC wanakwenda kufanya uwekezaji mkubwa katika bandari ya Kalemi. Bandari ya Kalemi ipo katika ziwa Tanganyika na ambalo limetizama na bandari ya kwetu ya Kigoma. Kwa hiyo hayo ni maendeleo makubwa ambayo yanatokana na makubaliano hayo. Wanajenga bandari mpya kabisa ya kisasa ya kuhudumia mizigo ya kutosha kupeleka katika bandari yetu. Kwa hiyo sisi kama nchi na sisi tuna fursa kubwa. Tunafahamu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uwekezaji mkubwa katika sekta hii. Kuna miradi mahususi ya serikali katika kutengeneza meli
na katika kuboresha bandari za maziwa makuu ikiwemo bandari ya Kigoma. Lakini sasa fursa hii tuliyoiona katika makubaliano haya inahamia na upande wa Kigoma, kwamba tuna wawekezaji, makampuni makubwa ambayo yanachimba madini DRC, yanaona umuhimu wa kuwa na miundombinu ya kusafirisha madini. Kwa hiyo kati ya mafanikio makubwa tunayaona kwamba ndani ya muda mfupi bandari ya Kigoma na yenyewe itaguswa. Wawekezaji hawa wa kimataifa wakubwa wenye uwezo mkubwa wanafanya mazungumzo na TPA, yanakwenda vizuri sana. Karibu tutaona mabadiliko makubwa katika hiyo upande wa Tanzania. Lakini kitu kingine kikubwa ambacho tunakiona ni fursa kubwa katika kuboresha reli. Tunafahamu serikali ya awamu ya 6 tayari imeshapata fedha kwa ajili ya ujenzi wa reli ya kisasa kuanzia Tabora mpaka Kigoma, Uvinza mpaka Musongati DRC, na kwa maana ya Burundi, lakini DRC wataunga pale mpaka eneo la Kindu. Lakini kuna mradi mwingine wa kuboresha reli yetu ya zamani tunaita MGR kuanzia Dar es Salaam mpaka Tabora mpaka Mwanza mpaka Kigoma. Kwa hiyo zote hizi tunaona ni fursa kubwa katika ile miradi tuliyokuwa tumekubaliana. Lakini vile vile kulikuwa na makubaliano kwenye barabara. Wenzetu wamepata wawekezaji hawa wa madini, wanajenga barabara kilomita 450 kutoka eneo linaloitwa Manono, ambapo kutakuwa na mgodi mkubwa kuliko yote duniani kwa ajili ya uchimbaji wa lithium kuelekea katika bandari yetu ya Kigoma na hatimaye bandari ya Dar es Salaam. Profesa, katika makubaliano kikubwa ni kuimarisha miundombinu ili kurahisisha usafirishaji, na pia miongoni mwa mikakati mliokuwa nayo ni kwamba pande zote mbili, DRC pamoja na Tanzania, wamilikishwe ardhi kwa ajili ya bandari kavu. Hiyo inaendelea vipi? Kwa kweli hiyo inakwenda vizuri sana. Kama tulivyoona leo tumezungumza vizuri kubadilishana nyaraka zile kwa maana ya hati, na wiki ijayo hati zote zitakuwa zimekamilika kwa upande wa DRC na kwa upande wa Tanzania. Na kwa upande wa Tanzania pale Kwala, kama tulivyosema, zaidi ya nusu ya mizigo yote ambayo inatoka nje hii transit inakuja DRC. Kwa hiyo tulichokubaliana katika kikao cha mwezi uliopita cha kamati ya maboresho ya bandari ni kwamba mizigo yote ya DRC sasa hiwe inapitia Kwala. Kwa hiyo watakuwa wana kusubiri lori likija pale linaweka container linaenda huko lilikotoka, na mizigo itakapoingia inavutwa na treni kutoka bandarini kuelekea Kwala. Na kwa nini tumefanya hivyo? Ukiangalia hivi sasa kufuatia maboresho ya bandari ya Dar es Salaam, mizigo imeongezeka sana, zaidi ya mara 2. Dar es Salaam ilikuwa inapitisha tani milioni 14 miaka 3 tu iliyopita, lakini sasa hivi inafikisha mpaka tani milioni 28. Kwa hiyo kuna msongamano mkubwa pale wa meli, kuna msongamano wa container kwa maana ya makasha. Tuna imani kabisa kwamba bandari hii ya Kwala itatusaidia katika kusogeza hiyo mizigo. Lakini tumeona kizuri wenzetu DRC katika eneo lao pale Kwala wameshamaliza feasibility study. Kwa hiyo watakuwa na wenyewe wanaitumia kama backup ya kusukuma mizigo kutoka katika bandari yetu kuelekea nyumbani kwao, kutoka nyumbani kwao kuelekea katika soko la dunia. Wao wamewapa maeneo 3 kwa ajili ya kujenga bandari kavu kwa upande wa huku DRC. Tayari sisi upembuzi yakinifu tuko kwenye hatua gani wakati mnasubiri hati? Sisi upembuzi yakinifu ulishafanywa. Kama nilivyosema, kwa mfano kuna kipande hicho cha unaita Kasumbalesa. Ukiangalia pale tunaunganisha ndio njia kuelekea Zambia. Kwa hiyo kama TAZARA ambayo tuna uhakika nayo mwezi huu au mwezi ujao utakamilisha mazungumzo ya kuboresha bandari maana ya reli ya TAZARA. Ukitoka Dar es Salaam utafika Kapilimposhi kilomita 140 unafika mpakani na DRC mpakani kilomita 225 unafika hapa Lubumbashi. Itakuwa imefungua sana uchumi wa Tanzania na uchumi wa DRC, lakini kikubwa zaidi tumeshafanya feasibility, tunaangalia hasa soko la usafirishaji wa madini. Na kwa sasa hivi tu, kwa taarifa yako, Dar es Salaam ndio kinara wa kusafirisha madini katika hii region. Na hii imeanza tu katika hii kipindi cha miaka 3 ya nguvu ambayo ilikuwepo ya ushirikiano, na tumeona hata hii diplomasia ya kiuchumi ambayo Mheshimiwa Rais amesaidia sana kuwapa imani wenzetu wa DRC. Kwa hiyo mizigo mingi
inatoka katika ukanda huu wa Afrika Mashariki hasa ya madini ambayo inaelekea nchi za Asia na China inapitia katika bandari ya Dar es Salaam. Profesa, wewe ni mchumi. Wakati mwingine huwa napenda sana kupata maoni yako ya kiuchumi. Hali ya sasa hivi ya biashara kati ya DRC na Tanzania tunaendelea vipi? Kulikuwa na vikero Tunduma pale na maeneo mengine kama hivyo. Tunaendelea vipi kwa sasa hivi? Kwa kweli tunaendelea vizuri sana. Nikiangalia takwimu kwa mfano, ukiangalia miaka 3-4 iliyopita, mizigo ilikuwa inapita bandari ya Dar es Salaam kuja DRC ilikuwa ni tani 1,800,000 karibu kidogo na 200,000. Lakini kwa mwaka huu, kwa mwezi mmoja tu, mwezi wa pili, mizigo iliyopita pale ni tani 550,000 na haijawahi kutokea na bado inapanda. Na tunaona kabisa mizigo ya kila namna ya madini, ya bidhaa nyingine. Kwa hiyo tunaona kabisa hicho ni kiashiria kwamba biashara imekuwa sana kati ya Tanzania na DRC, na DRC kuitumia bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo tuna imani hata katika miradi hii ya miundombinu itaongeza sana mwingiliano wa kibiashara na ushirikiano wa kibiashara kati ya Tanzania na DRC. Profesa, swali langu la mwisho. Tanzania na DRC mpo kwenye ushoroba wa kati, Central Corridor. Japo mna makubaliano mengine kutokana na ukubwa na umuhimu wa kibiashara kati ya Tanzania pamoja na DRC. Kwa ujumla ushoroba wa kati sasa hivi unaendelea vipi? Ushoroba wa kati sasa hivi kama ni mpira tunaweza kusema ni tishio, kwa sababu ni ushoroba ambao wakati fulani haukuchukuliwa kwa uzito wake, lakini tunaona katika kipindi cha miaka 3-4 hii umekuwa na nguvu sana. Kila mtu anatamani kufanya kazi na ushoroba wa kati. Tunashukuru wenzetu wa Secretariat wameweza kuunganisha hizi nchi, na nchi zilikuwa chache kwa sababu kijiografia nchi za ushoroba wa kati zimeongezeka, hata zile ambazo katika jiografia hii hazimo. Kwa mfano Malawi imeongezeka, Zambia imeongezeka, Southern Sudan wanasikilizia. Kwa hiyo sisi tunaona kabisa kwamba ni ushoroba ambao kweli una manufaa makubwa, na bandari ya Dar es Salaam inaamka sasa kuwa ni kinara kati ya bandari kubwa katika kusini mwa jangwa la Sahara. Sasa hizi ikitoka Durban, mchuano mkali upo kati ya Dar es Salaam na Mombasa. Na tunaona kabisa kwa mikakati iliyopo ya serikali ya awamu ya 6, ndani ya miaka 3-4 Dar es Salaam itakuwa kinara. Nashukuru sana Profesa. Asante sana na karibu sana. Asante. Na mtazamaji wa Wekeza Tanzania, huyo ni Profesa Godius Kahiarara ambaye ni katibu mkuu Wizara ya Uchukuzi na ni mchumi pia, akitudadavulia vema makubaliano lakini pia ushirikiano wa kiuwekezaji na biashara kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC pamoja na Tanzania na hatua ambayo imefikia. Wekeza Tanzania, sisi ni watu wa site na tumefika Lubumbashi kujionea yale ambayo tunaambiwa kweli. TPA wana ofisi, tuambiwa kwamba kuna maeneo kwa ajili ya kuweka bandari kavu. Lengo letu ni kufikisha site popote pale ulipo ili uweze kuona pia ambayo yanafanyika nje ya Tanzania. Kwa hiyo tutafika site. Tumeshamalizana na mtendaji, lakini tutafika site ili wewe mtazamaji uweze kujionea. Hii ni Wekeza Tanzania, tukiwa tunawezeshwa vilivyo na benki yako ya kizalendo Azania Bank.
Tanzania tunaendelea na hivi sasa tupo katika mpaka wa Kasulumbesa ambapo ndiko miongoni mwa mipaka mikubwa inayotumika kwa mizigo inayotoka Tanzania kuingia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Na hapa nilipo mtazamaji ni eneo la Kinsenda ambapo ndiko Tanzania imepewa eneo kwa ajili ya kuwekeza bandari kavu. Na kwa uzuri ili tuweze kuelewa vizuri ninaye balozi wa Tanzania nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Saidi Mshana ambaye atatueleza kwa undani kuhusu hilo. Mheshimiwa Balozi, tunashukuru sana kuwa nawe. Karibu sana. Karibuni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naona mambo yanaenda vizuri. Huko tunasema mambo yako bien kabisa. Sawa. Tupo katika eneo hili ambalo Tanzania imepewa kwa ajili ya kuwekeza bandari kavu. Hebu tueleze kidogo kuhusu eneo hili. Kabisa. Kama ulivyosema, hii ni bandari kavu ya Kinsenda, lakini maarufu kwa jina la Kasumbalesa. Kasumbalesa ni eneo la mpaka kati ya DRC na Zambia. Lakini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika jimbo hili la Katanga lenyewe, tuna mipaka mingi. Ukiacha huu mpaka wa Kasumbalesa ambao baada ya dakika 5 tutakwenda kuona, tuna mipaka mingine mbalimbali ukiwemo mpaka unaoitwa Mwenda. Mpaka huu unatumika sana katika kupitisha mabasi ya abiria. Lakini tuna mpaka mwingine unaitwa mpaka wa Mokambo, tuna mpaka wa Sakania, tuna mipaka mingine inaitwa Kapushi huko. Kwa hiyo tuna mipaka mingi, entry na exit point nyingi kutoka Tanzania kupitia Zambia kuja DRC, mojawapo ndo hapa tulipo wa Kasumbalesa. Kwa hiyo tumechagua eneo hili strategically ili mizigo inapotoka Tanzania inapopita katika mipaka hii iweze kutumia bandari kavu hii ya Kinsenda. Na bandari kavu hii ina uwezo kwa wakati mmoja wa kuhifadhi makontena zaidi ya 10,000. Kwa nini tumechukua bandari hii ya Kinsenda? Si bandari hii tu ambayo tumekusudia kuomba kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama nilivyosema, tuna mipaka mingi. Na eneo lingine ambalo tumeona tuombe eneo kwa ajili ya kuweka bandari kavu linaitwa Kasenga, ni mpaka wa Kasenga ambao uko kilomita kama zaidi ya 200 kutoka hapa. Lakini eneo lingine ambalo liko nje ya jimbo hili la Katanga linaitwa jimbo la Tanganyika. Kule napo katika eneo moja ambalo ni la Kalemi ambapo panajengwa bandari ya kisasa kubwa ya Kalemi, pale pia napo tumeomba eneo, tumepatiwa jumla ya hekari 25, lakini Kasenga tumepata ukubwa eneo la hekari 20, lakini na hapa Kinsenda tumepata eneo la hekari 15. Mheshimiwa Balozi Mshana, watu wanaweza wasielewe sana kwamba lengo la serikali kupambana kwa ajili ya kupata eneo la kujenga bandari kavu kupitia mamlaka ya bandari nchini TPA ni ipi na faida zake ni zipi kwa sasa hivi ukiangalia uingiaji na utokaji wa mizigo kati ya Tanzania na DRC? La kwanza nipende kumshukuru sana. Nimezungumzia juu ya mipaka. Nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mheshimiwa Felix Antonio Tshisekedi Tshilombo. Amejitahidi sana katika kuboresha miundombinu ikiwemo hii ya mipaka. Lengo kubwa ni kurahisisha ufanyaji wa biashara kati ya hizi nchi mbili, Tanzania na DRC. Katika bandari ya Dar es Salaam kila siku magari ya mizigo zaidi ya 4,000 yanatoka bandarini yanakuja katika maeneo mbalimbali ikiwemo DRC. DRC kwenyewe magari yote yanayoingia DRC ya mizigo 80% yanatoka katika bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo ili kuleta ufanisi katika bandari yetu ya Dar es Salaam, tumeona ni muhimu kuwepo kwa hizi bandari kavu kwa ajili ya kurahisisha kupunguza mzigo ambao unashushwa katika bandari yetu ya Dar es Salaam na hata ile bandari ya Kwala. Ndio maana kama utakavyoona wameanzisha bandari ya Kwala ili kuiwezesha bandari ya Dar es Salaam kuweza kupumua. Kwa hiyo lengo
la kupata hizi bandari kavu pamoja na mambo mengine ni kuongeza ufanisi katika bandari yetu ya Dar es Salaam. Tunazungumzia uwekezaji, Mheshimiwa Balozi, na uwekezaji ni pamoja na masuala mazima ya biashara. Hebu tueleze sasa hivi mazingira ya biashara, hasa kuna madereva wetu wanaleta mizigo huku, kuna mizigo mingi inaingia huku kutoka kwa Tanzania, soko huku, hali ikoje kwa hivi sasa na fursa zipi mpya ambazo unaweza ukawamegea? Kwa fursa huku kila kitu ni fursa. Hata wewe mwenyewe Mchaga ukija huku umeona ni fursa. Tuna maeneo mazuri kabisa. Kabisa. Asilimia 80 mpaka 85 ya bidhaa za chakula na viwandani DRC wanaagiza kutoka nje. Sasa cha ajabu, kati ya nchi 10 zinazoingiza bidhaa kwa wingi ndani ya DRC, Tanzania hatupo. Na tupo jirani sana ikilinganishwa na nchi zingine ambazo zinaingiza bidhaa kwa wingi hapa. Kwa mfano, Afrika Kusini wako mbali. Kilomita karibia 2700. Lakini kati ya wale 10 wanaoingiza bidhaa wingi ndani ya DRC sisi hatumo. Sasa mpango mkakati ambao tumeweka, moja ni kutumia hizi shoroba katika kufanya nini? Kujenga miundombinu ili tuzidishe nini? Uwekezaji, biashara na masoko. Ndio. So lazima tupongeze jitihada zinazofanywa na waheshimiwa marais, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mheshimiwa Felix Antonio Tshisekedi, katika maono yao ya kuboresha miundombinu kati ya hizi nchi mbili. Na mtazamaji wa Wekeza Tanzania, sasa tunaungana na watu muhimu sana tunavyozungumzia swala zima la ushoroba wa kati, Central Corridor, ambazo inahusisha nchi 7 ambazo kubwa ni kuhakikisha kwamba wanaboresha miundombinu ili swala zima la usafirishaji uweze kurahisika baina ya nchi hizi ambazo zinatumia bandari ya Dar es Salaam. Na hapa nilipo mtazamaji, ninaye katibu mtendaji wa ushoroba wa kati, Flori Okanju, ambaye atatuambia mambo yanaendelea vipi, ambapo licha ya kwamba ushoroba wa kati wako 7, lakini kuna jinsi DRC na Tanzania wana makubaliano tofauti kutokana na ukubwa wa ushirikiano, hasa kwenye masuala mazima ya biashara ya mizigo na mambo mengine kama hayo. Flori, tunaendelea vipi? Ushoroba wa kati tunaendelea vipi? Asante sana dada. Tunaendelea vizuri ndani ya ushoroba wa kati. Kama ulivyosema, mimi ni katibu mtendaji wa ushoroba wa kati ambaye ni taasisi ya maserikali 7 ya manchi za Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzania, DRC, Malawi na Zambia, na ofisi yetu kuu iko pale Dar es Salaam. Kabisa umeongelea vizuri, tunahusika na mambo ya kusafirisha mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam na kwenda kwa nchi jirani yenyewe haina access kwa bandari baharini. Sasa ndani ya framework ya Central Corridor mambo yanaendelea vizuri. Tunapambana na uboreshaji wa miundombinu ya usafirishaji wa mizigo na bidhaa mbalimbali. Na kwa siku ya leo kama ulivyoongea mwandishi wa habari, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ya Muungano wa Tanzania ina makubaliano ya upekee kabisa ambaye wanaungana kwa kuweza kuboresha miundombinu ya usafirishaji ya mizigo na bidhaa mbalimbali kupitia ziwa Tanganyika. Na ndio maana humu ndani kuna subsector iko 5. Kuna usafirishaji wa mizigo kuanga, kureli, maji na pale ziwani, barabara na bandari. Ambaye sasa bandari, unajua kuna bandari kama ya Dar es Salaam iko baharini, lakini kuna ile nyingine tunaita kusema bandari kavu kama iko pale Kwala, na hii ni bandari kavu ya nchi Tanzania hapa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na sio hii tu, lakini iko 3. Kuna hii hapa Kasumbalesa ambaye ni heka 15, na kuna ingine iko Kasenga ambaye ni heka 25, na kuna ingine iko Kalemi ambaye ni heka 20. So mambo yanaendelea vizuri. Katibu mtendaji Flori, hebu tupe picha kwa hivi sasa. Mnategemea Tanzania kwa maana ya kwamba kupitia bandari ya Dar es Salaam, na eneo kubwa la kuimarisha miundombinu pia liko Tanzania. Hali inaendelea vipi katika kuimarisha hiyo katika ule uhalisia? Hali inaendelea vizuri. Hata upande wa Tanzania kazi inaendelea vizuri. Upande wa Tanzania, unajua serikali inaongozwa na Mheshimiwa Mama Dr. Samia inagharamia sana uboreshaji wa miundombinu.
Kuna SGR, unajua inafanya kazi tayari na hii SGR hapa kwa miezi yenye kuja tutaenda sasa ku launch section ya kutoka Kigoma kwenda Bujumbura. Ili tutoke Bujumbura tukate tuingie mpaka DRC upande wa Manyema. Serikali ya Tanzania pia inafanya vizuri, naongoza kwa upande wa barabara. Ukitoka leo Dar es Salaam unakwenda paka Kigoma, barabara yanapitika ni lami tu. Ukitoka Dar es Salaam unakwenda Karema yanapitika tu. Hii inaongelea kwanza kwa mambo za upande wa ukanda wa ziwa Tanganyika. Yaani serikali ya Tanzania inafanya vizuri kabisa na inaongoza, kweli inaongoza kwa upande wa uboreshaji wa miundombinu. Upande wa DRC pia wanapambana. Tunaona hata upande wa Kalemi walisaini mkataba ilikuwa kama juzi hapa kwa kuweza kufanya ujenzi wa bandari mpya pale ziwa Tanganyika. Yaani uboreshaji wa miundombinu inaendelea vizuri, na ndio hii kazi yetu sisi tunaifanyia advocacy. Na tunaitaka hiyo miundombinu kwa kuweza kukuza uchumi na kuleta fursa kwa vijana wetu wapate kazi na kusaidia watu mbalimbali kwa kuweza kufanya biashara ndani ya ukanda wa kati. Huu ushoroba wa kati, hebu tupe analysis yako ya hali ya biashara sasa hivi. Hali ya biashara tunavyo mingo na urahisi umekuwa kwa kiasi gani au bado kuna ugumu? Urahisi unakuwa vizuri ambaye naweza kusema ni 1% kubwa kuliko changamoto mbalimbali tunakutana nayo. Unajua eneo yote kwenye kuna mtu changamoto zipo tayari. Lakini mambo mazuri ni kusema tuifanyie kazi, tutatue ile changamoto na tuweze kuboresha namna ya mzunguko ya watu ndani ya ushoroba wa kati na kufanya biashara. Lakini hali ya biashara kwa siku hizi ndani ya ushoroba wa kati iko safi. Mzigo unaendelea kukuza kukua pale bandari yetu ya Dar es Salaam. Na kuna statistiki inaonyesha kweli kabisa kusema ijapokuwa changamoto mbalimbali tunakutana nayo kushoto na kulia, lakini kasi ya kuwezesha nchi zetu kufanya biashara ni kubwa. Viongozi wetu wanajitahidi na biashara yanaendelea. Na nawaza ku next issue yako tunaweza kukupatia hata mastats. Kama tukikutana tena pale Dar es Salaam tutakupatia idadi, tutakupatia data. Because ni bora tukupe takwimu ya hali ya biashara vile inaendelea ndani ya ushoroba wa kati. Lakini nakwambia kwamba 1% kubwa tunawezesha jinsi ya kuweza kufanya biashara ndani ya ushoroba wa kati. Na hata hapa tunasimama hapa tunaona malori vile zinapita. Zinapita nyingi sana na nyingi zaidi zinatoka Dar es Salaam. Hapa Kasumbalesa malori 80% ni lori ya kutoka Tanzania. Kwani tunaweza kusema kwamba biashara inaendelea vizuri, lakini tuna changamoto kidogo yenyewe tunaendelea kuitatua. Sawa. Nashukuru sana katibu mtendaji. Na mimi nashukuru sana mwandishi wa habari. Asante sana. Na mtazamaji wa Wekeza Tanzania, baada ya kumsikia vilivyo na kumuelewa katibu mtendaji wa ushoroba wa kati ambaye ametupa picha halisi ya jinsi ushoroba wa kati hivi sasa unavyoendelea kwenye swala zima la uwekezaji, lakini pia kibiashara. Wekeza Tanzania, kama ilivyo ada, jukumu letu ni kuja site na kukuonesha yanayoendelea site kwa upande wa ndani ya Tanzania, lakini pia kama tulivyo hivi sasa ambapo tumevuka mipaka na tupo katika eneo hili la mpaka wa Kasumbalesa, ambapo tumepata picha halisi ya bandari kavu ambayo itakuja kujengwa katika eneo hili na mamlaka ya bandari nchini TPA, na umuhimu wake katika kuendelea kuboresha ufanisi wa bandari ya Dar es Salaam. Mimi ni Vumilia Mwasha kuletea Wekeza Tanzania kutoka DRC, nikiwa naongozwa vilivyo na mwongozaji wakati wote, nazungumzia Neligwa Mugitu, lakini tukiwa tunapewa jeuri vilivyo na benki yako ya kizalendo. Hapa tunazungumzia Azania Bank. Mpaka wakati mwingine, niendelee kukuahidi kwamba tutakutana site tu, utajua tu fursa za uwekezaji, utajua masuala mbalimbali ya uwekezaji yanavyoendelea. Hii ni TBC1, ukweli na uhakika. Wekeza Tanzania imeletwa kwako na Azania Bank.